wanapatikana wako in a group, maybe they are discussing their own matters, wanachukuliwa na ujua wanapelekwa wapi. Sipa polisi peke yake, mabani pia. Wataki kuona vijana wamevaa Sahara, Timba. Ukivaa Timba, umeiba. Sisi tuna hustle majamaa. Basi pia tukijenga nyumba zetu area. Tunataka hiyo bana, mabani wako hapa tunaongea. Wewe bana, hata mjui ngori amefanya, mnastukia ameshachomwa na tire pale. Hamjui nini bana. Yes, human rights pia. Unajua pia inafaa na follow steps. Unajua nini imefanyika. Na pia mama pia hiyo kuangalia tu mtu hivi na kumjudge. Ati huyu kijana ameanza kuvaa viatu kubwa, huyu ni mwizi. Wanamada maboys wetu, wanamada maazi wetu, tunabaki bila maazi. Haida la mabani naye. Nilikuwa naomba sana mtu angalie la mabani. Itubambi sana itubambi la mabani. Unapata wase wameua msee fulani wanajulikana. Nyinyi mnaweza tusaidia aje? Azimboya amemado na sisi tunajua wenye wamemada kuhakikisha kuwa wamechukuliwa hatua. Ukienda Kileleshwa utapata vijana wamepiga madai, wamekanywa ile shaki na wafunguliwa na makarao. Lakini ukikam kwa hizi villages, kwa vitongoji ni wazee kitu ya kwanza. Hao wazee ndio wanafanya vijana wana madu. Kuna vijana wetu walichaguliwa waende watu represent katika ward. Na saa hizi tumeanza kuona hizo manafasi wameanza kunyanyaswa. Tukitoka kwa street tuanze kudemonstrate non-violently, kuna shida. Kuna 4 kinds of torture that we are facing in our society. First ni physical torture, political torture, economical torture, alafu na trauma, psychosocial. Imekuwa shida sana kwa sisi wazazi. Wazazi pengine wametuma mtoto kwa barabara, kijana yako ende umemtuma kwa barabara ama shughuli fulani ama ameenda kibarua, unasikia kijana ameangushwa. Every person has a right to freedom of security of the person, which includes the right not to be subjected to torture in any manner, whether physical or psychological. So that is what the Constitution guarantees you. So these rights are not only for you as a citizen. Everyone is a citizen under this Constitution, including the policemen or the security forces that are with us. So in the same way you want them to respect your rights, when unataka heshimu haki zako, ndio pia wewe unafaa kuheshimu haki zake na ziko hapa. Itisha haki yako from an informed point of view. Soma hii katiba, it's a general katiba but kila county sasa imetengeneza what they are calling a strategic plan na county bylaws Lazima tuelewe kama wananchi. Polisi ako na mamlaka gani kisheria? Kwa sababu hiyo mamlaka polisi yako nayo ndiye anaweza kutumia njia mbaya ama njia nzuri. Polisi ako na several powers, and I know I have even better lawyers in the room. But our responsibility here is to make sure that police use the powers vested on them accountably kwa njia ambayo inatakikana. Na viongozi ambao wako bunge, kazi yao si kuendesha magari makubwa, ni kuhakikisha kwamba wametengeneza systems na kuhakikisha kwamba wale ambao wanakuwa trained wakitoka shuleni wanapata ajira. Sasa hivi nasikia kwamba kuna uwezo fund. Wangapi wameenda kutafuta hizo pesa za annual dollar ambazo anasema kwamba vijana wengi hawajaenda pale kuuliza. Kwa sababu ni lazima pia wewe uwe na nafasi, aidha uajiriwe ama wewe ndio mwajiri. So let's look at both ways. Lakini nakubaliana nayo kwamba unemployment in this country iko juu zaidi. 40% is unacceptable. Jukumu letu ni kuhakikisha kwamba tunasukuma wanasiasa na wengine wote kuhakikisha kwamba hiyo asilimia imepungua. Ndio tuwe na kama labda 5%. Kila mtu awe na at least njia ya kujikimu kimaisha. Kama tunasema no hearings, either way polisi ama walaia haipaswi kufanyika. Tuko pamoja. Sheria iko, na kama vile huyu mama amesema leta huyu kijana basi tumpeleke kisheria, tuone sheria haijafanya kazi, ndio tujue the next course of action. Kuna appeal hata kwa court, si ndio? Tuko pamoja. So hata tukiongea mambo ya impunity, we are talking about police impunity and public impunity. Tuko pamoja.
Na hiyo ni mambo mbili nataka tuelewane kabisa tukitoka hapa. You have no right to take a person's life, whoever you are. Upande ya vijana, we need to do like ili tusipatikane na hii mambo ya ati tunachomwa na mabani. We need also to at least to empower ourselves. We need not to wait for these guys. They are people like us. We need to look for jobs for ourselves. Tunataka kusema kwamba tumekuja Kibera. Issues ni mingi sana zinafanyika hapa Kibra, Je, vijana wetu wengi unaenda unakuta kijana wako amevaa jacket ya red, ukienda Ngong Forest jacket imehangiwa, kijana hayuko. Unakuta vijana wanapitia papaya. Ndio maana tunasema kwamba leo tarehe 21 tumbakisha siku 5 peke yake kwa International Day kwa kusupport torture victims pamoja na survivors. Mimi nasaidia the pretrial detainees access to justice. Tuko wengi lakini leo nawakilisha wenzangu. Sawa sawa. Sasa ni high time wewe kama common mwananchi ujue ya kwamba polisi si adui. Polisi awe rafiki yako na make relationship na polisi. Usiku unaona polisi na unakimbia. Sawa sawa. Kwa sababu hiyo ndio inaleta nini? Inaleta tatuti. Serikali haiwezi kanyagia hiyo haki yako. Haiwezi kunyanyasa wewe. Huwezi kutembea na kitambulisho kwa sababu ni Mkenya, unaambiwa kwamba toa kitambulisho. Wewe ni Mkenya. Huwezi ambiwa kwamba huwezi kuishi Kibera. Huwezi kuambiwa kwamba huwezi kwenda kuishi Mombasa. Wewe ni Mkenya. Zaidi ya hayo katiba inasema uko na haki ya kukaa Kenya. Hakuna tunalipinga echo. Watoto wamenipa connection. My father's carry, ever powerful, never weary. Get it, my God, he's always a fairy. You stare me out the head since it, I'm weary. Don't question numbers, what's little the pots and kill it apart. If you take me for a lot, I go nuts. Easy, not easy. You are a big tumeokoka wote, tunampenda Mungu, asifiwe Mesia, asifiwe Mesia,